Habari za leo. Karibu kwenye video hii. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, basi usisite kulike, usisite kushare wala kusubscribe video hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine ambazo zinakuwa zinafuata. Leo nitazungumzia jambo moja muhimu sana katika maisha yetu ya kazi, katika maisha yetu ya biashara na katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunaishi. Nalo ni kuhusu viongozi. Kiongozi mwenye ufanisi na mwenye kuleta mabadiliko chanya. Kiongozi huyu ni yupi? Utamtambuaje? Tutaenda kuangalia mambo ambayo yanaonyesha kwamba huyu ni kiongozi mwenye ufanisi ambaye analeta mabadiliko chanya. Tutaangalia vipengele 15, lakini nitaanza kipengele kimoja baada ya kingine. Nitaanza na kipengele namba 15, lakini kipengele cha kwanza na kipengele cha pili vitakushangaza sana. Twende tukaangalie namba 15. Kiongozi mwenye ufanisi na ambaye analeta mabadiliko chanya ni yupi? Namba 15 inasema kiongozi huyu anaweza kutekeleza malengo kwa ufanisi, yaani achieve goals effectively. Kiongozi anahitaji kuwa na uwezo wa kuweka malengo na kuhakikisha yanafikiwa kwa urahisi na kwa muda unaofaa. Aweze kupima na kufanya tathmini kama malengo aliyoyaweka yamefikiwa au yanafikiwa. Namba 14 tunaona kwamba kiongozi huyu anaonyesha huruma, show empathy. Anatakiwa awe anajali hisia na mahitaji ya wengine. Hii husaidia kujenga timu yenye nguvu na yenye kujali kama yeye anavyoijali. Jambo la 13 ni kubadilika na kukua, adapt and grow. Dunia inabadilika kila siku. Hivyo kiongozi bora lazima awe na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira na dunia inavyokwenda. Asiwe mbishi na mgumu kukubaliana na mabadiliko. Jambo la 12, awe na uwezo wa kujengea uhusiano bora timu yake. Yaani tunasema build strong relationship. Kiongozi anahitaji kujenga na kudumisha uhusiano mzuri na watu mbalimbali ili kupata msaada wa ushirikiano. Sio mbaguzi, ni mwenye kujali wengine na kujenga uhusiano bora. Jambo la 11 ni kuwa na uzalendo. Be accountable. Kiongozi anayejitolea na kubeba majukumu ya matokeo ya vitendo vyake ni muhimu katika kujenga imani ya watu wa timu yake. Watakuwa wanamwamini kwa sababu ni mkweli na muwazi. Jambo la 10 ni kukabiliana na changamoto, yaani face challenges. Kiongozi bora lazima awe na uwezo wa kushughulikia changamoto na kuzitatua. Anatakiwa huyu kiongozi awe na uwezo wa kutafuta suluhu bora. Anakuwa ni mtu yule anayejua kutatua migogoro na kuimaliza kwa njia ambazo ni njia za amani kabisa bila kuleta vurugu wala mfarakano. Jambo la 9, huyu kiongozi anatakiwa kufanya kazi kwa bidii, work hard and smart. Kiongozi mwenye ufanisi anajua umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kwa akili, sio tu kwa juhudi peke yake. Na anahimiza timu yake kuchapa kazi kwa bidii na kwa akili kama yeye anavyofanya. Jambo la 8, anajifunza kutoka kwa makosa, yaani learn from mistakes. Kiongozi mwenye ufanisi anajifunza kutokana na makosa yake na ya wengine. Anajua kabisa kuwa yeye si Mungu.
Hivyo anaweza kukosea kama wengine wanavyokosea. Hivyo anajifunza kutokana na makosa na kutoyarudia. Jambo la 8, huyu kiongozi anawahamasisha wengine. Tunasema motivate others. Kiongozi mzuri anajua jinsi ya kuhamasisha na kuwajengea ari wengine ili waonyeshe juhudi na kujitolea. Anajitahidi kuhakikisha anawatia moyo wale waliokata tamaa kwa kuwajengea mtazamo chanya. Jambo la 6 linalomuonesha kwamba huyu ni kiongozi mwenye ufanisi na anayeleta mabadiliko chanya ni kwamba anafanya maamuzi ya haraka na sahihi. Yaani tunasema make quick and correct decisions. Ufanisi wa kiongozi hutegemea uwezo wa kufanya maamuzi kwa haraka lakini kwa usahihi. Ukiambiwa jambo au kuona jambo haliendi au pia linakwenda ovyo ovyo, fanya maamuzi ya haraka na sahihi katika kurekebisha na kuboresha. Jambo la 5 ni kwamba huyu kiongozi ni mvumilivu na anaelewa. Maana yake patient and understanding. Kiongozi anahitaji kuwa na uvumilivu na uelewa. Anatakiwa kuelewa changamoto wanazokutana nazo watu wake na awe ni mshauri mzuri kwa watu wake. Jambo la 4, kiongozi mwenye ufanisi na mwenye kuleta mtazamo chanya anatakiwa kuamini timu yake. Trusting your team. Kiongozi mwenye ufanisi lazima aamini timu yake na kuwapa nafasi ya kuchangia mawazo na uamuzi. Asiwe final say kwa kila jambo, yaani asiwe msemaji wa mwisho kwa kila kitu. Awape watu wa timu yake kuamua, lakini akiwa msemaji wa mwisho aongee kwa kuamini na yeye huku akiwa anajiamini. Jambo la 3 ni kuonyesha mfano. Lead by example. Kiongozi anafanya kile anachosema. Anapata heshima na uaminifu kwa wengine, sio kusema kile ambacho yeye hatendi. Kiongozi huyu hatakiwi kuwa muongo, yaani kuambia watu fanya hivi alafu yeye anafanya vile. Hapana, anatakiwa awe mfano ili na wale wengine anaowaongoza waweze kuiga kile ambacho yeye mwenyewe anaonesha. Jambo la 2 ambalo nilikuambia litakushangaza ni kwamba huyu kiongozi anatakiwa kuwasikiliza wengine. Yaani anatakiwa kuwa yeye ni msikilizaji na anatakiwa kuwasiliana vyema na timu yake. Tunasema effective communication. Mawasiliano ni ufunguo wa kiongozi mzuri. Kiongozi yeyote ambaye ni mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kuwasiliana vyema na timu yake kwa kutumia lugha nzuri isiyodhalilisha. Asidhalilishe watu anaowaongoza, awasikilize vyema na aweze kutatua matatizo yao. Jambo la kwanza na la muhimu sana, huyu kiongozi anatakiwa kujenga maono ya wazi. Tunasema clear vision. Kiongozi mzuri lazima awe na maono ya wazi ya kile anachotaka kufanikisha na awasaidie wengine kuelewa na kuamini maono hayo ili waweze kumsaidia kufanikisha maono yake. Haya ndio mambo 15 ambayo yanamuonesha kiongozi kwamba huyu ni kiongozi mwenye ufanisi na mwenye kuleta mtazamo chanya. Tunaamini kwamba kuongoza kama kuongoza ni karama, lakini pia inatakiwa kiongozi yeyote awe na busara katika kuongoza. Kama umependa video hii, tafadhali sambaza kwa wengine na pia unaweza ukalike, ukashare na kucomment ili usipitwe na dondoo zetu tunapokuwa tunatoa video zingine. Asante kwa kutazama
Karibu tena kwenye video nyingine ambayo inafuata. Asante.